Taarifa za hivi punde kutoka China. Tunaambiwa China imewakamata raia wa Ufilipino kwa tuhuma za kijasusi. China imesema kwamba inawashikilia raia watatu wa Ufilipino kwa tuhuma za kijasusi katika wakati ambapo uhusiano kati ya mataifa hayo mawili unaendelea kuzorota. China inaendelea na uchunguzi wa kina kufuatia maneno hayo. Vyombo vya habari vya serikali nchini China vimeripoti kwa kumnukuu afisa mmoja wa serikali ambaye hakutaka jina lake litajwe. Alisema kwamba raia hao watatu wa Ufilipino walipatikana na nyaraka nyeti ambazo zinahusu taifa la China ambazo walizikabidhi kwa mtu. Washukiwa hao walikiri makosa dhidi yao pamoja na kesi bado inaendelea kufanyiwa uchunguzi wa kina. China imeapa kuchukua hatua kali dhidi ya ujasusi wa kigeni. Shirika la habari la China la Xinhua limesema kwamba washukiwa hao na mawakili hawakuweza kupatikana na kuthibitisha juu ya madai hayo. Hatua ya kukamatwa kwao imekuja baada ya mamlaka za Ufilipino kuwakamata raia kadhaa wa China ambao walituhumiwa kujihusisha na shughuli za ujasusi nchini Ufilipino hivi karibuni. Uhusiano kati ya China pamoja na Ufilipino umeendelea kuzorota kwa kasi, huku rais wa Ufilipino akizidi kuimarisha mahusiano pamoja na Marekani ambaye ni mpinzani mkuu wa China. Wizara ya mambo ya nje ya China ilishambulia Ufilipino hapo siku ya jana baada ya Manila kueleza wasiwasi wake kuhusu mazoezi ya kijeshi ya China karibu na Taiwan, kisiwa ambacho China inadai ni sehemu ya himaya yake. Amesema kwamba tunawasihi baadhi ya watu nchini Ufilipino wajizuia kabisa na uchochezi na kuchezea moto katika suala la Taiwan, kwani wanachezea moto wataangamia. Msemaji kutoka katika Wizara ya mambo ya nje ya China alisema. Ufilipino pia inaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi hasa kwa ajili ya mzozo wa eneo la bahari ya kusini mwa China. Marekani imeidhinisha uwezekano wa kuiuzia Ufilipino ndege 20 za kivita chapa ya F-16 pamoja na mamia ya makombora ya masafa ya kati, mabomu pamoja na risasi katika mkataba wenye thamani ya dola bilioni 5.58. Ubalozi wa China nchini Ufilipino ulitangaza tahadhari siku ya Jumanne. Ulisema kwamba raia wa China wanakabiliwa na hatari kubwa za kiusalama kutokana na hali ya usalama isiyo imarika nchini Ufilipino na ongezeko la manyanyaso dhidi ya raia pamoja na biashara za Wachina. Na mpenzi mtazamaji, twende moja kwa moja pia tukaangalie kile ambacho kinaendelea pale nchini Syria, ambapo tunaambiwa kwamba Syria imeituhumu Israeli kufanya kampeni ya kuidhoofisha. Syria leo hii imeituhumu Israeli kwa kufanya kampeni ya kuidhoofisha baada ya mawimbi ya mashambulizi katika maeneo ya kijeshi ukiwamo uwanja wa ndege na kufanya uvamizi wa ardhini ambao umesababisha watu 13 kuuawa. Mamlaka katika mkoa wa kusini mwa Syria pamoja maeneo ya Daria imesema kwamba raia 9 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Israeli karibu na mji wa Nawa. Israeli katika upande wake imesema kwamba ilikuwa inajaribu kufanya mashambulizi ya risasi kutoka kwa watu ambao walikuwa wamejihami wakati wa operation ya kusini mwa Syria na mtahadharisha kabisa rais wa muda Ahmed Sharaa kwamba kutakuwa na adhabu kali endapo usalama wa Israeli utatishiwa. Tutoke Syria mpenzi mtazamaji, moja kwa moja twende tukaangalia kile ambacho kinaendelea katika ukanda wetu huu hapa wa Afrika, na moja kwa moja twende paka pale Sudani. Tunaambiwa kwamba kundi la RSF wamedai kudungua ndege ya jeshi la Sudani. Hali nchini Sudani bado ni tete baada ya wapiganaji wa RSF kudai kudungua ndege ya jeshi la serikali katika eneo la kaskazini mwa Darfur. Hayo yanajiri siku chache tu baada ya waasi hao kufurushwa kutoka katika jiji la Khartoum. Kwa mujibu wa video ambayo imechapishwa ambayo haijathibitisha, wapiganaji wa RSF walidungua ndege ya jeshi ya Sudani aina ya Adrovi kwenye eneo la kaskazini mwa Darfur. Hata hivyo hakukuwa na tamko rasmi kutoka katika jeshi la Sudani kufuatia tukio hilo. Wapiganaji hao wanadai kuwa
walidungua ndege zisizokuwa na rubani ambazo zinatumiwa na jeshi. Awali ilikuwa ni moja ya usafiri ambao ulidondoshwa katika eneo hilo la Darfur mwezi wa Oktoba. Mwanzoni mwa wiki, kiongozi wa kundi hilo Mohamed Abdallah alisisitiza kuwa vita kati yao pamoja na jeshi la serikali havijafikia kikomo na kwamba wapiganaji wake watarejea Khartoum hata baada ya kufurushwa. Ifahamike kuwa Darfur ni ngome ya wapiganaji wa kundi hilo la RSF. Vita hivyo ambavyo vilianza miaka miwili iliyopita vimeacha mamilioni ya watu bila makazi pamoja na maelfu kuuawa. Katika upande wake, Umoja wa Mataifa umechukizwa na mauaji ya kiholela ya raia wa kawaida wakati wa purukushani za kuwasukuma wapiganaji wa RSF kuondoka katika jiji la Khartoum. Mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Volker Turk amesikitishwa sana na mauaji hayo na ameelezea na katika taarifa yake kwamba kauli hizo zinaungwa mkono na msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa katika masuala ya haki za kibinadamu. Amesema kwamba tumesikitishwa na ripoti za mauaji ya kiholela ya raia wa kawaida katika jiji la Khartoum baada ya jeshi la Sudani kufanikiwa kudhibiti mwishoni mwa Machi. Tunawasihi makamanda wa jeshi la serikali la Sudani kuchukua hatua za dharura kutokomeza kabisa mauaji hayo ambayo yasiokuwa na msingi wa aina yoyote. Duru zinaeleza kuwa kundi la wapiganaji wa RSF limewaua watu wasiopungua 85 katika kipindi cha wiki moja wakati wa mapambano ya kusini katika jiji hilo la Khartoum. Vita hivyo vilianza baada ya mvutano wa uongozi kutokea kati ya jeshi la serikali pamoja na wapiganaji wa RSF katika kipindi cha mpito cha uapishaji ama kupisha utawala wa kiraia. Sudani imegawika mara mbili, huku jeshi likimiliki maeneo ya kaskazini pamoja na mashariki na wapiganaji wa RSF wakidhibiti eneo la Darfur na lile la kusini. Mpenzi mtazamaji, hali ndo inaendelea hivyo kule maeneo ya Sudani. Mpenzi mtazamaji, sasa moja kwa moja twende tukaangalie taarifa nyingine, na taarifa nyingine mimi nakupeleka moja kwa moja mpaka Korea ya Kusini ambapo tunaambiwa kwamba hatimaye rais wa Korea Kusini ameondolewa madarakani. Yanakwambia jopo la majaji katika mahakama ya kikatiba limepiga kura ya kauli moja kabisa kuunga mkono kushtakiwa kwa rais wa nchi hiyo Yoon Suk. Wanasema hii anakwambia ina maana kwamba anaondolewa mara moja katika nafasi yake ya urais. Nchi hiyo sasa ina siku 60 kufanya uchaguzi wa haraka kujaza nafasi yake. Akitoa hukumu yake, jaji wa mahakama ya kikatiba nchini humo alisema kwamba hatua ya rais huyo kutekeleza agizo la kijeshi iliharibu haki za kimsingi za kisiasa za raia. Jaji huyo ameongeza kusema kuwa hatua hiyo anakwambia ilikiuka kanuni za utawala wa sheria pamoja na demokrasia. Hatua ya rais huyo kuwatuma wanajeshi kutekeleza sheria za kijeshi inakiuka uhalali wa bunge, jaji huyo alisema kwamba, na akimaanisha bunge la Korea Kusini.